Tunapoenda mbele, mkitupa ridhaa yenu katika mkakati wetu wa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda, tutaliangalia pia suala la usindikaji wa mazao ya uvuvi ili wavuvi wetu wapate manufaa zaidi. Vile vile tutaangalia uwezekano wa kuongeza boti za kisasa za uvuvi kwa mikopo ili tuweze kuvua zaidi. Katika kipindi hiki tulifanikiwa pia kumaliza mgogoro kama mgombea mmoja walivyosema, mgogoro kati ya wakulima na wafugaji katika vitalu vya ranchi ya Mwisa 2 na Kagoma ambao ulidumu kwa miaka 17. Aidha, kwa wafugaji, pamoja na kutoa ruzuku ya huduma ya chanjo za mifugo, tunaenda kuboresha kitalu kimoja kikubwa cha halmashauri, ni ile programu ya BBT kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe kwa vijana wetu. Tumeweza kuwapatia shughuli za kufanya vijana 300 kwenye kahawa. Sasa tunakwenda kuwatafutia vijana shughuli za kufanya kwenye ufugaji. Kwa hiyo hilo ndilo tunalojipanga. Lakini niseme miaka hii 5 iliyomalizika, tuliboresha mfumo wa utoaji wa mikopo ya 10% ya halmashauri, na tayari vikundi 152 baada ya maboresho vimenufaika na mikopo ya shilingi bilioni 2,280 ambayo imechangia kuongeza kipato cha mtu mmoja, vijana na wazee, lakini hasa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Vile vile kupita hapa kwa bomba la kimkakati, mradi wa kimkakati wa bomba la kusafisha mafuta ghafi kutoka Hoima Uganda kwenda Tanga kumeongeza pia fursa kwa vijana wetu wa Muleba na maeneo mengine ya ukanda huu, fursa za ajira, vile vile kwa wale waliozitumia vizuri fursa za biashara kwenye ule mradi wa ujenzi wa bomba lile. Kwenye huduma za jamii tulifanya mambo mengi. Wagombea wa ubunge Muleba Kusini na Kaskazini wameeleza vizuri. Naomba niruke hapo na niendelee kwenye mambo mengine. Lakini ahadi yetu ni kwamba tutaendelea kuboresha huduma za afya na kuweka miundombinu ya elimu, na ile sera yetu ya elimu bila ada itaendelea. Lengo ni kufanya vijana wetu wote wapate fursa ya shule, wasome jinsi Mungu anavyowajalia na kuwarahisishia safari yao ya elimu mpaka pale watakapofikia Mungu atakapowajalia. Ndugu zangu wana Muleba, natambua pamoja na yaliyotendeka bado kuna mengi ya kuyafanyia kazi. Mengi ya kuyafanyia kazi ambayo kiangalia kwenye kitabu kidogo ambacho madiwani tumewapa, kitabu cha ilani kwa miaka 5 inayokuja maalum kwa mkoa huu wa Kagera, kila wilaya wataona pale mambo gani tumeweka yatakayotendeka. Mimi nataka niguse machache baada ya yale niliyoyasema. Natambua kwamba swala mojawapo ambalo bado linahitaji kutupiwa jicho la karibu ndani ya mkoa huu ni swala la maji. Na hii ni kwa sababu mkoa huu una upungufu wa vyanzo vya uhakika vya maji, hasa wilayani hapa Muleba. Hali hii inasababisha utegemezi wa mito na visima ambavyo havina uhakika, hususan majira ya kiangazi na ukame. Ninafurahi kuwapa taarifa kwamba tumefanya usanifu wa mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria. Maziwa haya Mungu alitumbia tuyatumie. Kwa miaka kadhaa Tanzania bado hatujatumia maziwa haya vyema. Hivyo basi miaka 5 iliyopita tumeanza kutumia maziwa haya kwa maji na maji ya kutumia majumbani, kuhakikisha kila Mtanzania aliye karibu na ziwa lolote lile, Victoria, Tanganyika na kule Ziwa Nyasa, wanafaidika kupata huduma ya maji safi na salama kutoka kwenye maziwa hayo. Kwa na wana Muleba, nanyi tayari tumekamilisha upembuzi yakinifu kuyatoa maji kutoka Ziwa Victoria na kufanya maji haya safi na salama yatumike na wana Muleba, na tuwe na chanzo cha uhakika
cha upatikanaji wa maji. Mradi huu ni wa shilingi bilioni 39 na milioni 350. Wizara ya Maji ipo katika hatua za mwisho za utekelezaji. Hivyo tunawaahidi kuwa tutaendelea kutatua kero hii kwa hapa Muleba na wilaya za jirani zinazokabiliwa na upungufu wa maji. Kama na hilo, natambua uhitaji wa usafiri wa uhakika kwenye Ziwa Victoria kwa ajili ya abiria, mazao ya uvuvi na mazao ya kilimo. Halikadhalika, kumekuwa na changamoto ya kuwasafirisha wagonjwa kwa wakati. Miongoni mwa ahadi zetu, mkitupa ridhaa, mbele tunakoendelea kwa hapa Muleba ni kuleta boti 2 za kusafirisha wagonjwa kwa kata za Goziba na Bumbire. Na kujenga gati 2 katika vijiji vya Kitua na Mrumo. Tutajenga gati ili hizi boti ziwe na urahisi wa kupaki, kupakia na kushusha. Vile vile tutaleta boti 3 za doria ziwani kwa ajili ya kuangalia usalama na udhibiti wa uvuvi haramu unaochangia upungufu wa samaki ndani ya ziwa letu. Sambamba na hilo, tutawekeza zaidi katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Hapa tena ni kwa ajili ya vijana wetu. Ile programu yetu ya jenga kesho iliyo bora tunaipeleka pia kwenye uvuvi, na hapa vijana tutawajengea vizimba wafuge samaki kwa njia ya kitaalamu na wavune samaki ambayo itakuwa ndio malighafi katika viwanda tutakavyoviweka vya kuchakata mazao ya baharini. Kuhusu changamoto ya umeme katika baadhi ya vitongoji na baadhi ya maeneo visiwani, ni waahidi kwamba mkitupa ridhaa kuendelea na uongozi wa nchi hii, tutamaliza kufikisha umeme kwenye vitongoji vyote vilivyobakia na maeneo yote ya visiwani. Aidha, tutakamilisha ujenzi wa mradi wa kituo kipya cha kupokea umeme eneo la Ilemela, ambapo sasa imefikia 85% ili tupate umeme wa uhakika utakaowezesha kutekeleza mpango wetu wa kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia na uendelezaji wa kongani za viwanda. Umeme utakapokuwa wa uhakika, tuna hakika ile programu yetu ya kuwanusuru kina mama kupata presha na makuni, kuvuta moshi wenye sumu na makuni, inakwenda kufanya kazi vizuri. Programu ya nishati safi ya kupikia, lakini pia utakapoleta umeme, zile kongani za viwanda tunazozipanga kuziweka kwenye wilaya ili kuongeza thamani ya mazao yetu, aidha ya kilimo, ya uvuvi, au ufugaji, na venyewe viwanda vitakwenda kufanya kazi vizuri baada ya umeme kufika kote. Ndugu zangu wa Muleba, natambua uhitaji wa miundombinu ya barabara na madaraja. Na katika kipindi hiki, ujenzi wa barabara umeelezwa na wagombea, na pia ujenzi wa daraja la Kamishango ambalo limefikia 80% nao umeelezwa. Lakini pamoja na daraja hilo, tumejenga pia daraja la Kalebe ambalo limefikia 48%. Lengo ni kuhakikisha maeneo yote ya vijijini yanapitika kwa mwaka mzima. Pia tutaziunganisha Muleba ya juu na Muleba ya chini kwa kushughulikia changamoto ya korongo la Buhimba lililotokana na maji yanayotoka barabara kuu. Maji ya barabara kuu yametengeneza korongo, tunakwenda kulishughulikia. Ni waahidi pia kuwa mkitiki vyema Oktoba, haya yote tunaenda kuyashughulika au kushughulika nayo. Tutaendelea kuimarisha na kuiwezesha zaidi TARURA ili iweze kuhakikisha barabara zetu zinapitika mwaka mzima, iwe jua iwe mvua, barabara zetu ziweze kupitika. Ndugu wananchi, kama nilivyosema, kichukua kitabu kidogo kile ambacho madiwani wanacho. Madiwani, hebu ondesheni wananchi vitabu vyenu. Ndani ya vitabu hivyo kuna mengi, kwa changamoto ya muda nisingeweza kuyasema hapa. Kwa niliyoyasema ndiyo nusu ya ahadi zilizomo humo ndani kwa Muleba, lakini kwa mkoa huu wa Kagera.
Sasa ndugu zangu, nifanye kazi ya kuomba kura. Niombe kura kwa ajili ya mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini